Siyamul hamili wal murdi', funga ya mwanamke mwenye mimba na mwenye kunyonyesha. Idha aftaratil hamilu, atakapofungua mwanamke mwenye mimba. Kwanza asli mwanamke mwenye mimba na mwenye kunyonyesha, ikiwa ana nguvu anatakiwa afunge. Sio kwamba ile mimba tu inamfanya asifunge, sio hivyo. Katika sheria hakuna hivyo. Au kwa kuwa ananyonyesha asifunge, hakuna maelezo hayo. Kilichokuwepo ni kwamba kwa sababu ya kule kunyonyesha anadhoofika yeye, au atakosa maziwa ya kumnyonyesha yule mtoto wake, ndio swala linalozungumzwa afungue. Na mwanamke mwenye mimba anazungumzwa ikiwa atashindwa, kwamba wakati ni mjamzito alafu amefunga atachoka, ndio kinachozungumzwa. Sio ile mimba ndio inomfanya afungue, na kule kunyonyesha ndio kunakofanya afungue. Kuna wengine ufanye hivyo hata kama anaweza. Kuna watu kwa sababu anaweza kuwa na mimba akafunga siku nyingi tu Ramadhani hapo, lakini kuna mwingine aona ndo kama sababu kwamba mwaka huu alhamdulillah ashapona. Ufanye hivyo watu, si hivyo, mpaka awe hawezi. Kwa hiyo idha aftaratil hamilu, atakapofungua mchana, kala mchana mwanamke mwenye mimba katika Ramadhani, au almurdi'u, au mwenye kunyonyesha, biduni udhrin, bila ya udhuru wa kisheria, ameamua tu ati kwa sababu ana mimba au ananyonyesha, fahiya qawiyatun wa nashitatun, na hali ya kuwa ni mwenye nguvu na ana nashati, anaweza kule kufunga. Wala tataatharu bisiyami, wala hadhuriki kwa sababu ya kufunga. Fama hukmu dhalik, ni ipi hukumu ya hilo? Nguvu anazo, anaweza, wala hadhuriki, akaamua ale kwa sababu ati ana mimba au ananyonyesha. Sheikh katika jawabu rahimahullah akasema, la yahillu, haifai, lilhamili, kwa mwanamke mwenye mimba, au almurdi'i, au mwenye kunyonyesha, an tuftira, kufungua mchana, fi nahari ramadhana, katika mchana wa Ramadhani, illa lil'udhri, isipokuwa kwa sababu ya udhuru. Kwa hiyo mimba na kunyonyesha sio udhuru wa kufungua, isipokuwa wakishindwa kufunga kwa sababu ya kunyonyesha au kwa sababu ya mimba. Lakini vile vitu vyenyewe, mimba au kunyonyesha, sio udhuru wa kuacha kufunga. Tutofautishe, umeelewana? Tutofautishe tunachokieleza. Fa idha aftarata lil'udhri, sasa haya ndio masuala mengine. Wakifungua kwa sababu ya udhuru, sasa wajaba alaihima qada'u sawmi. Mambo yana khilafu baina ya wanachuoni. Wapo wanaoona kwamba mwanamke mwenye mimba au mwenye kunyonyesha wakifungua kwa sababu ya kushindwa kuhimili, watalipa masiku waliofungua tu basi. Wapo wanaona hivyo. Kuna kundi lingine linasema hapana, madhhabu ya Kishafi pia wanasema hivyo. Hii kauli inayosema ya pili sasa, kwamba wametofautisha. Je, alifungua kwa sababu ya kujichelea yeye au kumchelea mtoto wake hatopata maziwa, au yeye anachoka wakati ana mimba, amekula mchana kwa sababu yeye ndo anachoka sana, au anachelea yule aliye tumboni? Wametofautisha. Ikiwa amefungua kwa sababu ya kujichelea yeye, atalipa siku za kufunga tu zile zilizofungua tu. Ikiwa amefungua kwa kumchelea mtoto wake, atalipa funga na hatatoa kibaba katika kila siku aliyokula. Madhhabu ya Shafi'i wanasema hivyo, wanataja hiyo pia. Na kuna kundi lingine linasema hapana, atalisha tu peke yake, afungi. Ndio kauli ya Ibn Abbas pia, hata msimamo kana Sheikh Al-Albani pia wanaona kwamba atalisha maskini tu basi, hatofunga. Wanataja hiyo. Kauli ngapi hizo? Akina Sheikh Ibn Uthaymeen na Sheikh Ibn Baz, lajna daima, wanasema hapana. Wanasema mwanamke mwenye mimba na mwenye kunyonyesha, ikiwa watafungua ni mamoja, wamjichelea wao au wamchelea mtoto, hukumu yao ni kama hukumu ya mgonjwa ambaye anatarajiwa kupona. Wao wamemkutanisha hivyo kwamba atafunga masiku aliyofanya nini, aliyekula mchana. Hukumu yake ni kama hukumu ya mwanamke mgonjwa ambaye anatarajiwa kupona. Sio ile hukumu ya Ibn Abbas kwamba hukumu yao ni kama hukumu ya mtu mzima, kwa sababu wale wamempeleka
wamekwenda kwenye aya kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wanasema hukumu hii imefutwa nusu yake ipo. Iliyofutwa mwanzo funga ilikuwa hata mtu anaweza kufunga, wa 'ala alladhina yutiqunahu, anaweza kule kufunga, lakini fidyatun ta'am miskin, atoe fidia kumpa maskini. Lakini waman tatawwa khairan fahuwa khairul la, kama mtu akajitolea ile khairi akaona hafunge sawa, lakini akiamua anaweza kulisha maskini. Mwanzo ilivyokuwa unaweza kufunga ukaamua tu nifunge, ngoja nilishe maskini leo sifunge, ilivyokuja hukumu mwanzo. Sawa. Kwa hiyo wanasema hukumu ile imefutwa kwa mtu anayeweza, na ikabaki kwa nani? Mtu mzima. Mtu mzima asiyeweza kufunga, yeye alishe nini? Maskini. Imebaki hivyo kwa anayeweza afunge, kwa sababu faman shahida minkum shahra falyasumhu. Lakini mtu mzima asiyeweza kufunga ndio ambakisha hukumu ya kulisha nini? Maskini. Kwa hiyo aya ile nusu wasioweza kufunga watu wazima wameachiwa, ile fidia ipo. Anayeweza ndo aliyetolewa kwenye ile fidia. Wasema na kadhalika mwanamke mwenye mimba na mwenye kunyonyesha naye atakutanishwa na mtu mzima asiyeweza kufunga, kwa maana naye atafanya nini? Atatoa fidia kulisha maskini. Msimamo huo upo, ndio ambao wa Ibn Abbas. Lakini hapa Sheikh Ibn Uthaymeen yeye wamerejisha kwamba hapana, mwanamke mwenye kunyonyesha na mwenye mimba hukumu yake ni kama mgonjwa anayetarajiwa kupona. Wakati wote udhuru ukiondoka afanye nini? Alipe. Hata akisema sasa mimi nimepata mimba mwaka huu, mwakani nimepata mimba tena, kwa kila mwaka sasa, hapo utakapopata afueni ndio ugonjwa wako umepona. Hapo utakapokuwa umpata nafasi hapo lipa. Hata kama una Ramadhani 3 4 lipa. Sababu kuna watu kila mwaka mtu anapata mimba mwanamke. Tumeelewana? Ni kama dereva, kama hawezi kufunga leo kwa safari, hata kama ataendesha mwaka mzima gari, lakini akirudi katika mji wake afunge. Kwa hiyo pale alipopata ndo ayamin ukhar fa'iddatun faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar, na atimiza idadi katika siku nyingine. Siku nyingine ndo hizo utakazopata, hizo ndo siku nyingine, ndo ayamin ukhar. Kwa wale wanaoona msimamo kwamba atafunga. Kwa hiyo hapa katika jawabu Sheikh akasema lau kama atafungua kwa ajili ya udhuru, basi wajaba alaihima qada'u as-sawmi, itawajibika juu yao kulipa zile siku walizokula mchana, liqauli Allah ta'ala fil marid, kwa kauli ya Allah kuhusu mgonjwa. Unaona wamemkutanisha na nani? Mgonjwa. Mwanamke mwenye mimba na mwenye kunyonyesha hukumu yake kama ya mgonjwa. Wa man kana maridan, na yule atayekuwa ni mgonjwa, na yule aliyekuwa mgonjwa, au ala safarin, au yumo safarini, fa'iddatun min ayamin ukhra, basi yatimize idadi katika siku nyingine. Wa huma bimaana almaridhi, na hao wawili mwenye kunyonyesha na mwenye mimba wapo katika maana ya mgonjwa, wana maana ya mgonjwa wao. Wa idha kana udhruhuma alkhawfa ala alwalad, na ikiwa udhuru wao, ameitaja ile kauli ya watu wengine. Sasa ikiwa udhuru wao uliwafanya wale mchana wa Ramadhani ni alkhawfa ala alwalad, kwa kuchelea mtoto, sio wao wanaweza kuhimili, lakini mtoto, anasema fa alayhima ma'a alqada'i, sikiliza, itapasa juu yao pamoja na kule kulipa, inda baadhi ahli alilm, kwa baadhi ya wanachuoni itapasa nini? It'amu miskinin likulli yawmin, kumlisha maskini mmoja kila siku. Sasa baadhi ya wanachuoni, malaki si msimamo ambao yuko nao yeye, lakini amehitaji hiyo kauli kwamba ipo katika madhhabu ya Shafi'i, inatajwa kauli hiyo. Haya, min alburri, kuwalisha ngano, au alruzi, au mchele, au tamri, au tende, au ghairiha min quti aladamiyin, au chakula kingine miongoni mwa vyakula vya wanadamu. Waqala baadhi ulama,
na baadhi ya maulama wanasema laisa alayhima siwa alqada'i, haipasi juu yao mwanamke mwenye kunyonyesha na mwenye mimba isipokuwa kulipa tu, ala kulli hali, kwa hali yoyote, sawa sawa wamechelea wao wenyewe nafsi zao au watoto wao, ndo ala kulli hali, kwa hali yoyote, kwa maana sawa sawa wamefungua kwa ajili ya wenyewe au kwa ajili ya watoto. Li'annahu laysa fi ijabi al-it'ami dalilun, kwa sababu hakuna katika kuwajibisha kulisha maskini dalili yoyote, kwa sababu hakuna dalili yoyote katika kuwajibisha kulisha maskini min alkitabi was sunna, kutoka kwenye Qur'ani wala sunna. Wal aslu bara'atu dhimmati, na asli ni kuitakasa dhimma, na yeye ameshafunga siku aliyokula, ndio dhimma mshaitakasa tayari, hana dhimma tena. Hatta yaquma dalilu ala shughliha, mpaka ije dalili kuishughulisha ile dhimma, kwamba ile dhimma yako bado haijafanya nini, haijadondoka, lakini yeye ameshafunga siku aliyoacha. Wa hadha madhhabu Abi Hanifa, na haya ndio mapito madhhabu ya Abu Hanifa rahimahullah. Kwa hiyo Sheikh Ibn Uthaymeen mwanachuoni madhhabu ya Kihambali hapa amesemaje? Haya ndio madhhabu ya Abu Hanifa. Mwisho amesemaje? Wa huwa qawiyyun, na yana nguvu, yani kuliko yale yangu mimi pia, kuliko. Ndio hivi ndivyo mfano alivyokuwa Sheikh Ibn Uthaymeen hadithi hapa, ameenda kufanyia kazi madhhabu ya Abu Hanifa, kwa maana ameacha madhhabu ya Hanabila, ameacha madhhabu ya Shafi, ameacha madhhabu ya Malik, kwa sababu ya insafi. Anaangalia nusus, je, Qur'ani au sunna imeashiria? Na anasema kweli kitendo cha maswahaba, wapo wanaosema hivyo, alafu yeye Sheikh Uthaymeen anasema hivi, kwa kuwa maswahaba wamelisema jambo ambalo limekhalifiana kwenye Qur'ani kwa sunna, labda kwa jitihadi zao, sitabaki kwenye Qur'ani na sunna, kwa sababu wakisema msimamo huo wapo katika maswahaba sana, lakini dhahiri ya Qur'ani na sunna ilivyo, na hiyo sio itifaki ya maswahaba wote, kwa sababu kama anavyosema Imam Shafi tulivyosoma kule, sio kwamba inshallah tutasoma leo katika ile manhaji, kwamba sahaba mmoja akisema jambo na wengine wote wakanyamaza, akhadhna biqawlihi, tunaifanyia kazi kauli yake. Wa in qala ba'dhum, na wakisema baadhi yao lakini wengine wakapinga, tutaangalia wale walio karibu na dalili ni nani, lakini hatutoki nje ya kauli zao. Hayo ndio maneno ya Imam Shafi rahimahullah. Kwa hiyo hapa itaangaliwa kwa kuwa si itifaki, sio ijma, kwa hiyo itaangaliwa je, nususi nyingine ziko akra, ziko karibu zaidi katika kueleza vingine. Kwa hiyo ni madhhabu ya Abu Hanifa na yana nguvu. Sheikh amesema hivyo.